Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili, Ramadhani 22 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualekea kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia agusa mageuzi sekta ya maji, asisitiza kuwa ni nguzo ya uchumi uhai wa taifa, atoa maagizo 6 uhakika wa maji, ataka gredi ya taifa, azindua sera mpya inayolenga ongezeko la watu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania ya mnadi Janabi Ubusi WHO Afrika, habari katika ukurasa wa 3. Mkuchika tangaza kustaafu bunge, habari katika ukurasa wa 3. Treni ya mizigo SGR kuanza Juni 2025, behewa moja kubeba tani 120 sawa na malori manne. Abiria milioni 2.1 waingizia TRC bilioni 59 miezi minane. Habari ni katika ukurasa wa ndio gazeti hili. Barabara 66 da kuboreshwa kupunguza foleni, habari katika ukurasa wa 3. Majaliwa msifu Samia uwekezaji shule za wasichana, habari katika ukurasa wa 2. DRC yaondoa hitaji la visa kwa raia wa Tanzania, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni presha kwa watoto ilivyotishio nchini. Utafiti wa chuo kikuu cha Muhimbili wabaini tatizo kubwa kwa watoto wa miaka 2 hadi 5. Sababu zibainishwa, utaalamu waeleza namna ya kuepuka, habari katika ukurasa wa 3. 252 idadi ya watoto wa shule ya awali waliogunduliwa kuwa na shinikizo la juu la damu kati ya 1083 waliohusika katika utafiti huo, ambao ni sawa na 23.3%. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi. Mwananchi limeandika Samia asimulia kisa cha kupewa jukumu la kumtua mama ndoo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan inasema fedha hazipo, miradi haipo. Mama yule aliongea hadi anakaribia kulia, ananiambia naandika nini, nasema nini? Mimi kama mkurugenzi wa Benki ya Dunia nimeomba fedha, zimekuja, nifanye nini? Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika siku ya mwisho uandikishaji wa piga kura, watu bado kibao, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika naibu waziri ashangaa kamati ya maadili CCM kumlima barua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika sababu suluhisho talaka za uzeeni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti maalum sababu za wanaume kuugua zaidi vidonda vya tumbo, habari katika ukurasa wa 3. Ripoti maalum shule Kinara kidato cha 4 inavyotumia vyoo vibovu, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Samia aonya wanaoharibu miundombinu vyanzo vya maji, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika TRC yajivunia mafanikio SGR yabeba abiria milioni 2, habari katika ukurasa wa 2. Kona ya afya fahamu kuhusu mshtuko moyo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Makala maalum
umuhimu wa dini maadili katika dunia ya mtandao, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8. Nipashe michezo ukurasa wake mbele limeandika Liverpool wapambana kumbakiza Mo Salah, habari katika ukurasa wa 22. Azizi kitishio mabao mguu wa kushoto, habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika mashindano ya Qur'an yawe ya kimataifa, Dr. Mwinyi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Sera ya maji itasaidia upatikanaji wa huduma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika mwanadada mahututi baada ya kujiripua moto kwa wivu wa mapenzi, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia ahimiza kulindwa kwa miundombinu ya maji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika Ufaransa yaipinga Israel kuinyakua Gaza, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Mzalendo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia agiza kuanzishwa gridi ya maji, asema itarahisisha upatikanaji wa maji kwa Tanzania wote, ataka kila mmoja kutunza miundombinu, pia himiza utunzaji wa vyanzo mbalimbali vya maji, akumbushwa namna bora ya malipo ya Ankara, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika kasi ya SGR usipime, wasafiri waongezeka, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Majaliwa serikali itaendelea kuwekeza zaidi sekta ya elimu, habari katika ukurasa wa 3. Yaliyomo Jenista anika mambo matano kumbeba Profesa Janabi WHO, habari katika ukurasa wa 3. Kuchangia damu kunapunguza athari za kupata saratani, habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili imeandika Rais Samia amethibitisha ni champion wa maendeleo, habari katika ukurasa wa 18. Afya ya Papa Francis yaendelea kuimarika, habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mambo 6 yashikilia Kariakoo Derby. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Mechi zijazo kwa Yanga Sports Club ni kombe la shirikisho. Yanga dhidi ya Songea United, mchezo utapigwa tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025 saa 10 kamili jioni KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Simba shirikisho ni dhidi ya Bigman, mchezo utapigwa tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025 saa 10 kamili jioni KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Lakini pia gazeti hili limeandika Taifa Stars yapewa refa Nuksi Morocco, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pointi 6 ni pointi za Stars kufuzu kombe la dunia. Fei Toto atakavyotua Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Suruali inayotibu misuli ya uchezaji, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika wenye Rambo in the Jungle wametuacha, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili linayo hadithi ya ama zangu ama zao sehemu ya 2 katika ukurasa wa 16. Ukikamata nakala yako utasoma kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Stars yatua Morocco yaanza mazoezi. Songea United yaipania Yanga, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Songea United wamejipanga kuhakikisha wanaifunga Yanga katika mchezo wa kombe la shirikisho CRDB utakaochezwa Machi 29 mwaka huu KMC Complex, Dar es Salaam. Gazeti hili limeandika Futsa yaanza kujiwinda Afrika, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. George Foreman afariki dunia, habari katika ukurasa wa 22. Mbeya City wawaza kurejea ligi kuu, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Azizi Ki tishio mabao ya mguu wa kushoto. Kiungo huyo wa Yanga amefunga mabao 7 mpaka sasa kwenye ligi kuu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Ligi kuu yatoa wageni 13 timu za taifa Afrika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Lakini pia gazeti hili limeandika Alisson ajiondoa Brazil kwa matibabu, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na gazeti Nipashe linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.